Ya, baada ya Simba kushinda dhidi ya JKT Tanzania, tuko na Mheshimiwa Azim Dewji. Shikamoo. Marhaba, habari zenu? Salama, tunamshukuru Mungu. Ushindi wa leo dhidi ya JKT una maana gani kwa Simba na harakati zake za ubingwa msimu huu? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia hizo pointi tatu muhimu, ni muhimu sana kwa ajili hatutakiwi kuteleza mechi zilizobakia, ili tuweze tukawa kwenye ushindani wa kombe. Kwa hiyo namshukuru Mungu, lakini ulioniuliza ni muhimu sana mechi zilizobakia tushinde, lakini yote inategemea na Mwenyezi Mungu alivyotupangia. JKT inafahamika kwamba ni moja ya timu ambazo ni ngumu sana, hasa ikiwa uwanja wake wa nyumbani, lakini leo nyinyi mmeweza kupata alama tatu zote. Unadhani nini kimechangia nyinyi kuweza kupata alama? Kwa kweli, kwanza niseme tu, mlikuwa mnaangalia na nyie, kuna baadhi ya wachezaji walishindwa kucheza vizuri sana, maana nahisi walichoka kutokana na mfululizo wa mechi. Kwa hiyo vile vile inachangia. Sasa watapumzika leo tu, kesho kutwa tena kutakuwa na mechi, hawapati muda, na hizi mechi zote ni za kukamiana. Hawa ambayo wapo wote wako si nafasi nzuri kwenye ligi, kwa hiyo wanatafuta jinsi ya kuweza kubakia kwenye ligi. Kwa hiyo lazima watacheza jihadi ili wahakikisha labda na wao wapate pointi tatu. Ndio. Na kuna wanasema kwamba ule mchezo wa mwisho na KMC tarehe 11 kwamba inawezekana labda kwa kuwepo karibu na mchezo wa fainali ya kwanza kwamba Simba mnaweza mkaomba kwamba mchezo ule msiucheze ili kujiandaa na safari ya kwenda Morocco. Je, ni kweli hizo habari? Mimi sio kiongozi, hiyo kazi ni ya viongozi, wataweza kuangalia na mwalimu akiona, lakini ikiwa hivyo nahisi itakuwa ni bora, manake mechi ile sio ya Simba, ile mechi ni ya kimataifa na Watanzania wote wanaisubiria kuweza kupata matokeo. Ndio. Labda ukiangalia katika msimamo wa ligi mnaonekana mnawafukuzia wapinzani wenu ambao wanaongoza Young Africans. Unadhani ni kwa kiasi gani mnao nafasi ya kutoa ubingwa msimu huu? Wasipo, tunawaomba waje. Ubingwa unanoga wakati ukimfunga mtu, sio juu ya meza. Kwa hiyo tunaomba waje ili waweze kucheza na sisi tukaweza tukapata ubingwa. Lakini wamesema kwamba hawachezi wao kwa namna yoyote ile, hawataki kucheza huo mchezo. Nyewe kama Simba mnasemaje? Sisi tunawaomba waje, lakini kwa kanuni, wapende wasipende, lazima watakuja. Wanategemea tu kwamba Simba ikiteleza kidogo basi wajue kwamba hata kama Simba ikiwafunga bado wao watachukua ubingwa. Wanachokataa sio kufungwa na Simba, wanachokataa ni kufungwa na Simba na kukosa ubingwa. Hii kama Simba haiweki pressure kwenye michezo yenu ambayo imesalia? Inaleta pressure, sio kwamba haileti pressure, lakini wachezaji wetu ni wazuri. Wachezaji wetu vile vile wanajua umuhimu wa kuweza kuchukua ubingwa huu wa NBC na vile vile kuchukua ubingwa wa Afrika, na inshallah Mungu akijalia tutachukua na ya CRDB. Kwa hiyo wachezaji wanajua muhimu, ndio maana wanajituma sana. Maoni yako mara baada ya barua ya Young Africans kurudishwa majibu kutoka CAS na wameambiwa kwamba warejee kwanza kwenye TFF na bodi ya ligi, lakini wao pia leo Young Africans wametoa barua kwamba mechi hiyo hawaitambui. Sasa kama wewe mtambui babako, basi wewe utamtambua nani? TFF ndio wanayo shughulika na mpira. Sasa itakuwa ni maajabu kwamba na TFF agizo likitoka kapo sawa sisi hatuwatambui, inawezekana? Sasa wale watu wazima wale wanatakiwa wajue kanuni na sheria kuweza kuendeleza mpira. Kama kweli wanania ya kuendeleza mpira, wasiwe wanaandika barua ambazo hazileti maana yoyote. Ndio, mnakwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho dhidi ya timu ngumu RS Berkane. Unaiona nafasi ya Simba kutoa ubingwa? Naona nafasi ni nyingi. Berkane tumeshacheza nao, na mwaka huu Mungu alivyotupangia tumecheza karibu na timu 3-4 kutoka kule magharibi. Kwa hiyo wale mpira wao ni mkubwa na sisi tumeweza tukafuzu mpaka kufika fainali. Msione kwamba mpira haisabiki kwamba nani hawa Constantine wakafungwa goli 4 basi na Simba atafungwa goli 4.
sidhani, labda itokee tu kama Mungu anataka, lakini mabeki wa Simba sio wa kuweza kufungwa magoli manne. Ikitokea bahati mbaya kama ilivyotokea kule Al-Masri, basi zidi goli 2, na kwa Mkapa hapa tuna uwezo wa kuzirudisha na kuchukua kikombe. Kwenye mechi dhidi kwenye nusu fainali tuliona uliweza kuwazawadia wachezaji, kuwapa motisha baada ya kuipa timu matokeo, kina Mpanzu na wengine uliwapa zawadi ya fedha. Kwenye mchezo wa fainali umetangaza ahadi yoyote ili kuweza kuwapa wachezaji kwa ajili ya mchezo huo? Bado kuna wengi ambao wamepiga simu kwamba na wao wanataka kuchangia, kwa hiyo bado tuko kwa mchakato, lakini ahadi yangu binafsi ya milioni 5 ipo, na yule mwenzangu aliotoa milioni 5.5 ipo, lakini kuna kwa kila goli huwa wanagawana. Lakini tulipoongea na mwalimu kwamba tulipopata milioni 15 mara ya mwisho, aliyefunga alipata milioni 2.5 na yule aliye toa assist alipata milioni 2.5, zilizobakia zikaenda kwa wachezaji. Kwa hiyo sasa huo ndio, lakini nataka nieleze kwamba sio mechi za kimataifa, hata hizi ligi za nyumbani tumeanza kuwapa pesa, kila goli 500,000, 2.5 inaenda kwa mfungaji na 2.5 inaenda kwa assist. Kwa hiyo hata hivi leo nilileta hela, nimeshawakabidhi kwenye mechi zimepandana, sitaki kuwa na deni. Asante sana mzee wangu, nashukuru sana.